فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء. Haya mwalimu, twende kwa haraka haraka nisomee kitabu cha Kumbukumbu la Taurati 16:1. Tuone mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiyahudi. Utunze mwezi wa Habibu. Mwenyezi Mungu anasema tunza mwezi wa Habibu, ukamfanyie Pasaka Bwana Mungu wako. Ukamfanyie Pasaka Bwana Mungu wako. Kwa kuwa ilikuwa ni mwezi wa Habibu, kwa kuwa ilikuwa ni mwezi wa Habibu alipokutoa Misri usiku Bwana. Alipokutoa Misri katika siku hiyo. Mungu alimtoa Musa Misri katika mwezi wa Habibu na Mungu wako, nawe umchinjie Pasaka Bwana Mungu wako katika kundi la kondoo na la ng'ombe. Haraka haraka mwalimu. Mahali atakapopachagua Bwana apakawishe jina lake. Usimle pamoja na mikate iliyotiwa chachu. Siku 7 utakula naye mikate isiyotiwa chachu. Nayo ni mikate ya mateso, kwa maana ulitoka nchi ya Misri kwa haraka, ili upate kukumbuka siku uliyotoka nchi ya Misri siku zote za maisha yako, wala isionekane kwako chachu muda wa siku 7 katika mipaka yako yote. Mwalimu, kwa hivyo mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiyahudi inaitwa mwezi wa Habibu. Habibu ni mwezi wa kwanza na tumeipata kwa Biblia. Hebu twende kwa mwezi wa pili, ni Wafalme wa kwanza 6:1 kwa haraka haraka. Wafalme wa kwanza 6:1. Naam. Wafalme ni wa kwanza 6:1 inasema hivi 6:1. Naam. Ikawa katika mwaka wa 480 baada ya kutoka wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Ikawa ni mwaka wa 180 wana wa Israeli washatoka Misri. Naam. Katika mwaka wa 4 wa kutawala kwa Suleimani juu ya Israeli, katika mwezi wa Zivu. Mwezi wa Zivu. Endelea. Ndio mwezi wa pili. Yaani mwezi wa pili katika kalenda ya Kiyahudi, na hii imetajwa katika Biblia, inaitwa mwezi wa Azivu. Azivu ni mwezi wa pili. Wa kwanza ni Nisan ama Habibu. Wa pili ni mwezi wa Azivu. Mwalimu, tumepata mwezi wa pili inaitwa Azivu. Hebu sasa kwa mwezi wa tatu ni Esther 8:9 kwa haraka haraka. Haya, mwalimu, tumepata ya kwamba mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiyahudi inaitwa mwezi wa Nisan. Hii Nisan ni mwezi wa kwanza ama Habibu katika kalenda ya Kiyahudi. Mwezi wa pili inaitwa Zivu. Hebu angalia mwezi wa tatu, Esther 8:9 kwa haraka. Esther 8:9. Nilisema leo nataka nifundishe kalenda aina 3. Esther ndio hivi kalenda aina 3 tunataka kujua ya Mungu ni gani na ya shetani ni gani. Kwa kuwa kuna kalenda ya shetani. Na pia tulishajifundisha tukapata kwamba kuna saa katika muundo wa kishetani. Mwalimu, namtafuta kidogo tu nimtafute Esther, unajua ni katika kitabu kadogo sana. Naam. Esther namtafuta Esther. Kitabu ni cha Esther 8:9 kwa wale ambao wanataka kujua miezi ya kweli ambazo zimetajwa kwa vitabu. Esther. Yeah. Haipatikani Esther mwalimu. Esther patikana. Umepata ngapi? 8:9. 8:9 kitabu cha Esther inasema 8:9. Basi waandishi wa mafalme wakaitwa pale siku ya 23 ya mwezi wa 3. Siku ya
siku ya 23 mwezi wa 3. Siku ya 23 mwezi wa 3 wafalme wakaitwa, ndio mwezi wa Siwani. Inaitwa mwezi wa Siwani. Yaani Siwani ni mwezi wa 3. Haya tunapata kwa Biblia, mwezi wa 3. Kwa haraka haraka mwalimu, mwezi wa 4. Mwezi wa 4 Esther, hiyo Esther 9:21. Inasema 21 inasema hivi. Naam. Inasema waonya wazishika siku ya 18 ya mwezi wa Adari. Mwezi wa Adari. Hii mwezi wa Adari ndio mwezi wa 4 katika Biblia. Biblia mwezi wa 4 inaitwa mwezi wa Adari. Hebu nenda tuone mwezi wa 5 inaitwaje mwalimu. Matendo ya Mitume 2:1. Angalia habari njema mwalimu. Matendo ya Mitume 2:1. 4:1. Mwalimu wetu anasema Adari ya 12. Si Biblia iko pale. Atatuambia ni wapi, kwa sababu mimi nimetoa andiko. Matendo ngapi? Mwezi ya Matendo ya Mitume ngapi? 2:1. Piga tarehe yake kwa haraka. 2:1. Matendo ya Mitume 2:1. Naam. Maelezo ya 2:1. Ningesoma aya alafu usipike maelezo. Siku ya Pentekoste ilipofika, waumini wote walikuwa wamekusanyika mahali pamoja. Nasema mahali pake mwenyewe. Tafsiri nyingine inasema Pentekoste, neno kwa neno, siku 50 majuma 7 baada ya sikukuu ya Pasaka. Tazama pia pahirisi. Naam. Siku hiyo ilidhaminishwa siku ya 6 ya mwezi Sivani. Yapata tarehe 20 mwezi Maikale, mwezi Mei, yani mwezi wa 5 inaitwa Sivani. Hebu angalia Nehemia 6:15. Nehemia 6:15. Pia hiyo habari njema. Angalia mwezi wa 7 inaitwaje? Mwezi wa 6 inaitwaje? Nehemia 6:5. Nehemia 6:5 mwalimu. Nehemia nakuwa nayo muda si mrefu. Nehemia 6:5. Nehemia 6:5. 6:15. Ni 6:15 mwalimu. 6:15 kitabu cha Nehemia. 6:15. Nehemia huyu anaenda wapi? Kuna mikono sasa zimeanza ku 6:5. Nehemia huyo mbona sipati? Anakuaje leo? Nehemia. Kuna nini? Nehemia 6:5 utapatikana tu. Upate mwezi wa 6 inaitwaje katika kalenda ya Kiyahudi. Leo nafundisha kalenda aina 3. Kalenda ya Hijra kalenda. Hii kalenda inatumika na Waislamu. Nehemia 6:15. 6:15 kitabu cha Nehemia. 6:15. Na mwalimu. Hapa sasa. Upate 6:15. kalenda kwa mfumo wa Kiyahudi. Kuna nini? Kuna nini? Sielewi huyu Nehemia ndio kwenda siku hiyo. Nehemia huwa yuko huko. Wanakuaga huko. Kwa nini leo Nehemia simpati? Taka tumpatie unyango. Maajabu sipati ya Nehemia leo. Nimempata. Nehemia nimempata. 6:15. Alikuwa anagombana na mashefu huko. Bado kwa mashefu akigombana nao. 6:15 Nehemia inasema basi ukuta ulikamilika siku ya 25 ya mwezi wa Eluli. Mwezi wa 6 inaitwa Eluli. Eluli ama Ehudi. Ni Ehudi au Eluli. Hiyo ni mwezi wa 6 katika Biblia. Hebu tuende katika mwezi wa 7 inaitwaje?
Hesabu 29:1. Hesabu 29:1 mwalimu. Hesabu 26 ngapi? 1. 26:1 kitabu cha Hesabu. Baada ya yale maradhi, Mwenyezi Mungu akamwambia Musa na Eleazari mwana wa kuhani Aroni, hesabuni jumuiya yote ya Waisraeli, kila mtu kufuatana jamaa yake. Hesabuni watu wote wenye umri wa miaka 20 na zaidi wanaofaa kwenda jeshini. Musa na kuhani Eleazari wakazungumza na watu kwenye nchi tambarare za Moabu, ng'ambo ya mto Yordani, karibu na Yeriko. Walimu 29. Mimi nilikuwa 26. 29 moja bwana. Asante. Tunaona soma ingi kwa akili. Siku ya kwanza ya mwezi wa 7 mtafanya mkutano mtakatifu. Siku ya kwanza ya mwezi wa 7 mtafanya mkutano mtakatifu. Mtatoa sadaka ya kuteketezwa harufu nzuri ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Fahali wachanga 2 kondoo dume, 2 na kondoo wa kiume, dume 7 na mmoja, wote wawe wasio na dosari yote. Mtoa pia sadaka yake ya nafaka. Maelezo yanasema siku ya kwanza ya mwezi wa 7 mkutano mtakatifu. Mwezi wa 7 katika kalenda ya Kiebrania, yani mwezi Tishri. Yani Tishri ndio mwezi wa 7 katika kalenda ya Kiyahudi. Hebu tuende mwezi wa 8. Ni inapatikana kwa Wafalme wa kwanza 6:38. Wafalme wa kwanza 6:38. 6:38 kitabu cha Wafalme wa kwanza inasema 38. Ndogo mwalimu wa kwanza bali ni kwa wapi? Wa kwanza 6:38 mwalimu. Inasema 6:38 nimeipata. Inasema hivi, na katika mwezi wa Buli, yani mwezi wa 8. Yani mwezi wa 8 inaitwa mwezi wa Buli. Hii ni mwezi katika mfumo wa Kiyahudi. Hebu twende kwa nini mwezi wa 9. Mwezi wa 9 7 Zakaria ngapi? Zakaria 7:1. Zakaria 7:1. Zakaria 7:1. Inasema mnamo mwaka wa 4 wa utawala wa mfalme Dario, siku ya 4 ya mwezi wa 9. Siku ya 4 ya mwezi wa 9, yani Kiislamu ni mwezi wa 9 katika kalenda ya Kiyahudi. Hebu tuangalie Esta 2:16. Mwezi wa 10 inaitwaje? Umenirudisha kwa Esta aliyenisumbua nyakati zile. Acha muangalia, alikuwa karibu na kina Isaya hapa. Naam mwalimu. Esta hii ni mwezi wa 9. Mwezi wa 10. Esta ngapi? Esta 2:16 mwalimu. Nasema hapo Memukani akamwambia mfalme na viongozi wake, licha ya kumkosea mfalme, Malkia Vashti amewakosea viongozi na kila mtu katika mikoa ya mfalme Ahasuero. Tendo hili ni la Malkia. Esta 2:16 mwalimu. Ndio mwalimu wangu. Ndio hiyo 6:12. 2:16 sio 12:6. 2:16. Inasema basi Esta alipelekwa ikulu kwa mfalme katika mwaka wa 7 wa utawala wa mfalme Ahasuero, mwezi 10 uitao Tebeth. Ni mwezi wa 10 katika kalenda ya Kiyahudi. Hebu haraka mwalimu, Zakaria 1:7. Zakaria 1:7. Alafu pige pande yake kwa haraka, alafu nirudi kwa kalenda ya Kiyahudi kinyume. Zakaria 1:7 inasema Mwenyezi Mungu wa majeshi asema hivi, fikirini kwa maana mnafanya sawa. Hiyo 1:7. Samahani sana.
1:7 mnamo mwezi wa 8 wa mwaka wa pili wa utawala wa mfalme Dario wa Persia, neno la Mwenyezi Mungu lilimjia nabii Zekaria mwana wa Berekia mjukuu wa Ido. Tanbiri yake inasema hivi 1:7 1:1 sio? Na 1:1 ama 1:7? Tuko 1:7 mwalimu. Nabii 1:7 1:7 inasema siku ya 28 ya mwezi wa 11 mwaka wa pili, yapata miezi mitatu baada ya ujumbe wa kwanza wa Zekaria. Wasimulizi na maono. Kwa hivyo hapo imetajwa mwezi wa 11, imetajwa mwezi wa 11. Hii mwezi wa 11 ukienda katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 1:3 katika tanbih yake utapata hii mwezi inaitwa Shebat. Kwa hivyo mwalimu, miezi katika tanbih ngapi? Tanbih ya Torati, Kumbukumbu la Torati 1:3. Ni bora tutumie maandiko kusikia wale zetu wasije wakasema alafu nirudi kwa moja ngapi? 1:3. 1:3. Kumbukumbu la Torati 1:3. Siku ya kwanza ya mwezi wa 11 mwaka wa 40 baada ya kutoka Misri, Musa aliwaambia watu kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu aliwaamuru awaambie. Anasema mwezi wa 11 huo ni mwezi ulitwao katika Kiebrania Shebat. Mwezi wa 11 inaitwa Shebat. Kwa hivyo katika kalenda ya Kiyahudi inaishia miezi 11. Haijafika mwezi 12 mwalimu. Haijafika. Na ukitaka mwezi wa 12 itatajwa tu ya kwamba, kwa mfano mwalimu, hebu naenda kwa 20 Yeremia 52:31. Yeremia 52:31 inasema Yeremia 52:31 inasemaje bwana? Inasema Nehemia ama Yeremia? Yeremia 52:31 mwalimu. 52:31 inasema mnamo mwaka wa 37 tangu Yehoyakim mfalme wa Yuda alipopelekwa uhamishoni, siku ya 25 mwezi wa 12 hii ndio mwalimu. Merodaki mfalme wa Babiloni mwaka mwaka ule alipofanywa mfalme alifanywa mfalme. Alimsamehe Yehoyakim mfalme wa Yuda, alimsamehe Hakimu mfalme wa Yuda, akamtoa gerezani. Kwa hivyo mwalimu, tarehe 25 mwezi wa Desemba, ambao wanasema ni Desemba. Kwanza hakuna Desemba katika Biblia. Takuja kufundisha Desemba inamaanisha nini. Kwa hivyo ukisikia kwamba mtu anasherehekea tarehe 25 mwezi wa 12, tarehe 25 mwezi wa 12 ya kwamba ni Christmas, hiyo kitu hakuna. Kilichotendeka katika mwezi ni mfalme Merodaki alimuinua Yehoyakimu akamtoa gerezani. Baada ya kumuinua Yehoyakimu kumtoa gerezani, walibadili mavazi yake na watu wakakula. Ndio maana watu wengi ikifika mwezi wa 12 tarehe 25 kwanza wanaangalia mavazi mbele. Baada ya kuacha mavazi mbele, wanakuja kwa vyakula. Hii ni sherehe ambayo ilifanywa kwa yule aliyetolewa gerezani. Kwa hivyo tarehe 22 mwezi wa 5 ni siku ya kutoa mtu gerezani. Tarehe 25 mwezi wa 12 ni siku ya kumtoa mtu gerezani, sio siku ya Yesu kuzaliwa. Yesu hakuzaliwa tarehe hiyo, wala hana habari ya kuzaliwa tarehe hiyo. Mwalimu, naam, kwa sababu hapo ni bora tusitoke hapo kabla hatujamaliza. Niliwaambia ule wakati kuhusu Biblia kwamba naam, vitu viwili vilifanyika. Ya kwanza ni yule mfalme aliyechoma vitabu vya sheria na kuwaua waliohifadhi vitabu vya sheria, na ya pili ni mimi kutolewa gerezani. Sasa wale walisherehekea kwamba wameleta machukizo duniani, na hao walisherehekea mfalme wao anatolewa gerezani. Ndio mwalimu. Ima kwa swala la Yesu, hebu tusome Luka 1:26. Luka 1:29. Tutasema mnamo mwezi wa 6 malaika Gabrieli, yaani Yesu tukiingia katika habari yake tunaambiwa ya kwamba mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu aende kwenye mji uitwayo Nazareti. Alitumwa na Mungu kwenda katika mji ambao mji huo unaitwa Nazareti, huko Galilaya. Huko ni sehemu ya Galilaya.
kwa msichana mmoja bikira, kwa msichana mmoja ambaye ni bikira aitwaye Maria. Huyo bikira anaitwa Maria, mchumba wa mtu mmoja jina lake Yusufu. Alikuwa amechungwa na mtu mmoja ambaye jina lake ni Yusufu, ukoo wa Daudi. Huyo Yusufu anatoka katika ukoo wa Daudi. Akamwendea akamwambia, malaika akamwendea huyo mwanamke akamwambia, salamu, salamu, ewe uliyejaliwa neema na Mungu, Bwana yuko nawe. Ewe uliyejaliwa neema ya Mungu iko pamoja na wewe. Maria aliposikia maneno hayo, aliposikia salamu kutoka kwa malaika alifadhaika sana. Akawaza maneno hayo yanamaanisha nini? Akawaza kwamba haya maneno na salamu yanamaanisha nini? Malaika akamwambia, usiogope Maria. Malaika anamwambia Maria, usiogope, kwa maana Mungu amekujalia neema. Kwa maana Mungu amekujalia neema. Utachukua mimba, utamzaa mtoto wa kiume, nawe utampa jina lake, nawe utamuita jina lake Yesu. Kwa hivyo Yesu, ujumbe wa kuzaliwa kwake inakuja mwezi wa 6. Sasa kama mimba inapatikana mwezi wa 6, itakuwaje mwezi wa 12 mtoto amezaliwa? Tuhesabu. Haiwezekani. Tuhesabu walimu. Mwezi wa 7 huo ni mwezi wa kwanza. 1, wa 8 2, wa 9 3, wa 10 4, 11 5, Desemba 6. Huyo mtoto akizaliwa hata enda pale kwa mki mtaka kuna mwezi hajatimia kuzaliwa. Kwa hivyo hii maneno ya kusema Yesu alizaliwa tarehe 25 mwezi wa 12 haipo kwa maandiko wala haifai. Na ukifanya hivyo, jua ya kwamba unafanya mambo ya kufuru. Unasherekea yule aliyetolewa gerezani, ambaye anaitwa Yehoyakimu. Alitolewa na mtu ambaye anaitwa Elmedaraki. Anatuambia kwamba alipotolewa kwanza walibadili mavazi. Ndio unaona ikifika tarehe 25 mwezi wa 12 kila mtu anataka awe na vazi mpya. Na hiyo inasababisha hata kwa nyumba kuna vita. Usiponunulia bibi vazi mpya, jua kuna vita. Alafu maana ya mavazi mapya kuna maandalizi ya chakula. Haya yote yalifanyika wakati yule mfalme alifanya nini? Alitolewa gerezani. Kwa hivyo mwalimu, nimemaliza kwa upande wa kalenda ya Kiyahudi. Kalenda ya Kiyahudi nimehesabu na haya nilikuwa natoa kwa Biblia. Mwalimu, hebu tuingie katika Gregorian calendar. Gregorian calendar. Tuko na Januari mwalimu. Ndio. Mwalimu, naam. Ukisikia Januari, neno Januari inamaanisha nini mwalimu? Januari ni kijimungu sanamu cha Kirumi. Kwanza ukisikia neno Januari ni kijimungu sanamu cha Waroma. Yaani Waroma wako na mungu sanamu ambayo ni Januari, ambayo maana yake yaani Janus. Yaani huyu Januari kumbe si Januari, ni Janus. Huyu Janus ndiye akapewa jina Januari. Ina sura 2. Huyu Janus alikuwa na sura 2, moja kielekea mbele. Yaani ni kichwa moja lakini imebeba sura 2. Sura nyingine imeelekea mbele na nyingine nyuma. Yaani Warumi walikuwa wamejitengenezea sanamu lao, wanaliabudu na liko hivi. Endelea mwalimu. Februari ni kijimungu sanamu. Na ukisikia neno Februari pia vile ni kijimungu sanamu cha Kirumi. Tena ni kijimungu sanamu cha Kirumi. Yaani Februata. Yaani anaitwa Februata. Maana yake ni mkewe Janusi. Februata ni mke wa yule Janusi. Kiliabudiwa kwa siku 20. Aliabudiwa kwa siku 28. Ndio unaona ukiingia Februari inafika siku 28 ikienda sana siku 29. Kwa siku 3 kama kawaida ya mwanamke. Yaani huyu mwanamke alikuwa aabudiwi kwa siku 3. Hii siku 3 wanaacha mwanamke kwa sababu ako katika ile hali mnajua. Ikiaminika ya kwamba hayuko tohara. Yaani akiwa kwenye hedhi siku 3 hawamwabudu. Unaona Februari iko na siku 28. Machi ni Mars. Ukisikia neno March maana yake ni Mars. Kijimungu cha vita cha Kirumi. Huyu pia ni kijimungu cha vita. Yaani Warumi wakitaka kwenda vita wanaenda kuomba mungu yao ambaye anaitwa Mars. Aprili ni mwezi ambao Warumi, ukisikia neno April ni mwezi ambao Warumi waliadhimisha mungu Venus. Waliadhimisha mungu ambaye anaitwa Venus. Wani walimpatia cheo mungu ambaye anaitwa Venus. Aitwaye huyo mungu anaitwa Aperere. Yaani April ni mungu Venus
ambayo jina lake lingine ni Aprile. Kwa Kilatini neno hili Aprile kijimungu ni kijimungu, aliaminika kwa wakati huo. Huyo Mungu kwa wakati ule wa Kiroma aliaminika, ndiyo maua huchanika, yani ndio wakati maua unachanika. Mei, ukisikia neno Mei, jina lake linatokana na maia. Jina lake linatokana na neno maia, ni kijimungu cha Kiroma. Huyu pia ni kijimungu cha Kiroma. Juni, jina lake linatokana na Juno. June inatokana na Mungu Juno. Mungu Juno, mkewe Jupiter. Huyo Mungu Juno ni mke wa Jupiter. Julai, ukisikia neno ni mwezi ambaye anaitwa Julai, jina lake linatokana na kifo cha mtawala Julius. Julai inatokana na kifo cha mtawala ambaye alikuwa anaitwa Julius Caesar. Julius Caesar. Endelea. Julius Caesar. Na August, mwezi huu ulipewa jina lake baada ya kufa mtawala Augustus Caesar. Ukisikia neno August inatokana na yule mtawala ambaye alikuwa anaitwa Augusto, yani Constantinos Augusto, ndio August. Septemba inamaanisha saba. Neno Septemba inamaanisha saba katika lugha ya Kilatini. Oktoba ni octo. Oktoba inamaanisha octo, inamaanisha pweza. Yani kuna mnyama ambaye anaitwa pweza ameishi barini, anaitwa octo. Inaitwa octopus. Ama ni octopus. Hiyo octopus elewa na kwa vile ina mikia minane. Hiyo octopus ina mikia minane. Imeishi barini. Ukisikia neno Novemba, maana yake ni noven. Ukisikia neno maana yake Novemba, maana yake ni noven. Kwa Kilatini, katika lugha ya Kilatini inamaanisha 9. Inamaanisha 9. Desemba ni Desemba. Ukisikia neno Desemba ni Desemba. Kwa Kilatini inamaanisha 10. Uthibitisho ni katika Roma 1:8. Hebu enda katika Roma 1:8 usikie mwalimu. Tunathibitisha haya maneno, tunadhibitisha katika Roma 1:8. Wewe ukisherekea Januari tarehe 1 ati tumevuka mwaka tarehe 1, unasherekea Mungu Janus. Wanang'ang'ana huku vitu na karanga, na kule wanaadhimisha Mungu Janus, ambao huyu Mungu Janus alikuwa na sura gani? Nasema sura 2. Na Warumi 1:8, kwanza namshukuru Mungu wangu katika Yesu Kristo. Huyu ni Paulo anasema kwanza namshukuru Bwana wangu kupitia kwa Yesu Kristo kwa ajili yenu nyote. Kwa ajili yenu nyinyi nyote watu wa Roma, kwa kuwa imani yenu inahubiriwa katika dunia nzima. Imani ya Waroma inahubiriwa katika dunia nzima. Kwa maana Mungu ni mwabuduye kwa roho yangu katika Injili ya mwana wake. Ni shahidi wangu jinsi niwatajavyo kulia walema. Kwa hiyo Paulo anasema imani ya Roma inahubiriwa katika ulimwengu mzima. Imani ya kwanza ambayo inahubiriwa katika ulimwengu mzima kwa Roma nimetengeneza siku ya Jumapili ya kwamba ni siku ya ibada. Hii siku ya Jumapili ambayo inaitwa Sunday ilitengenezwa mwaka wa 325 kule katika nchi ya Ugiriki. Wakifanya nini? Wakifanya mapatano ambao walifanya katika huo mkutano ya kwamba tuweke siku ya jua kuwa ni siku ya ibada. Wakasema Sun Worshiping Day, yani siku ya kuabudu Mungu jua. Katika hali ya kukua wakaona ya kwamba hii jambo itaonekana na itajulikana kwa watu, wakatoa worship ikabaki Sunday. Ina maana siku ya kuabudu jua. Jambo la pili wakaleta hili Januari. Jambo la pili ndio wakaleta ile Christmas ni sikukuu ya Waroma, sio sikukuu ya kwamba ati Yesu alizaliwa. Na hii sikukuu Wayahudi tangu kitambo, kuna wakati walikuwa wanasherehekea sikukuu zao, na katika hali ndio unasikia kwamba walisherehekea kwa yule mfalme aliyetolewa gerezani, ambapo hakuna siku yote ambayo katika Biblia inasema ya kwamba Yesu alizaliwa
siku ilizaliwa tarehe 25 mwezi wa 12. Hilo hakuna. Kwa hiyo haya maneno ni maneno ya kupanga ambao wamepangwa na Waroma ili kuja kubrainwash watu. Kwa hivyo kalenda ambayo ya kweli ya Wayahudi tumeipata katika Biblia, na kila andiko, kila kalenda imetajwa. Kuna pale Habibu, mwezi wa Habibu, kuna mwezi wa Sifu, kuna mwezi wa Siwan, kuna mwezi wa Hadari, kuna mwezi wa Tebeth. Haya yote Tirshi, yote yametajwa, na hii ilikuwa inatumika katika kalenda ya nini? Kalenda ya Kiyahudi. Hawa watu wakaja tena wakatengeneza siku ya Pasaka, wakisema ya kwamba Pasaka ni kufa na kufufuka kwa Yesu, ambao haipo. Neno Pasaka inatokamana na neno pas, maana yake ni Passover. Wakati Musa anatoka na wana wa Israeli kule Misri, anavuka mto, wamepass over hii nini? Huu mto ambao ni mto wa Shamu. Wao wakabadilisha kwamba Pasaka ni kifo cha Yesu, ambao haipo. Alafu wanasema Good Friday. Sasa jamani, tujiulize, wewe umempenda baba yako ama kiongozi wako akauawa siku kama ya hii, unaweza sema ya kwamba hiyo siku ni siku mzuri? Inaingia kwa akili? Ati siku ambayo Yesu alikamatwa inaitwa Good Friday. Good Friday kwa sababu gani? Ni siku mzuri kwa sababu Yesu alikamatwa. Inaingia kwa akilini? Hii ni maneno ambayo imebuniwa. Kwa hivyo hilo ni kalenda na ambao watu wanatumia, na ndio hii kalenda inaashiria ile namba ya 66 ambayo imeshika ulimwengu mzima. Mwalimu, hebu nikimalizia, tuko hapa na kalenda pia ya tatu ambayo inaitwa Hijra Calendar. Hijra Calendar inaanza mwezi wa kwanza. Mwalimu, ni mwezi gani mwalimu? Mwezi wa kwanza ni Muharram. Inaitwa Muharram mwalimu. Ndio. Mwezi wa pili kwa haraka mwalimu. Sofa. Rabiul Awwal. Hiyo ni mwezi wa ngapi mwalimu? Muharram ni mwezi wa kwanza. Muharram ni mwezi wa kwanza katika kalenda Hijra Calendar. Sofa ni mwezi wa pili. Sofa ni mwezi wa pili katika nini? Kalenda ya Kiislamu. Na Rabiul Awwal ni mwezi wa tatu. Rabiul Awwal ni mwezi wa tatu katika kalenda ya Kiislamu. Rabiul Thani mwezi wa 4. Rabiul Thani ni mwezi wa 4 katika kalenda ya Kiislamu. Jumadal Ula ni mwezi wa 5 katika kalenda ya Kiislamu. Jumadal Akhir mwezi wa 6. Jumadal Akhir ni mwezi wa 6 katika kalenda ya Kiislamu. Rajab ni mwezi wa 7. Rajab ni mwezi wa 7. Shaaban 8. Shaaban ni mwezi wa 8. Ramadhani mwezi wa 9. Ramadhani ni mwezi wa 9. Shawwal mwezi wa 10. Shawwal ni mwezi wa 10. Alafu Dhulqaada mwezi wa 11. Dhulhijja ni mwezi wa 12. Mwalimu, katika haya majina hebu tutazame, kuna yale ambayo yametajwa katika Qur'ani sura ya 9 aya yake ya 36. Mwalimu, 9:36 inasema a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Anamalizia alafu nampatia Onyango, hata kama itakuwa dakika 10 yeye pia azungumze. 9:36 inasema idadi ya miezi ya mwaka mmoja mbele ya Mwenyezi Mungu ni miezi 12 safi katika elimu ya Mwenyezi Mungu mwenyewe tangu siku alipoumba mbingu na ardhi. Katika hiyo minne iliyo mitukufu kabisa na ni Rajab. Rajab tumepata mwezi wa 7, mfungo wa pili, mfungo wa 3, mfungo wa 3 na mfungo wa 4 na mfungo wa 4. Kwa hivyo tumepata Rajab imetajwa. Hebu tuangalie, kuna mwezi mwingine ambao pia imetajwa Qur'ani 185. Mwalimu, Bismillahirrahmanirrahim. 185 nasema mwaka 80. Naam, 85 mwalimu, kuanzia sawa, ama 84 pia mzuri. 184 sawa, ifanyia skani. Enyi mnaamini, mmelazimishwa kufunga saumu
kama walivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu ili mpate kumcha Mungu. Siku chache tu kufunga huko, atakayekuwa mgonjwa katika nyinyi au katika safari akafungua. Kwa hiyo mwezi huo mnaoambiwa ni mwezi wa Ramadhani. Mwezi huo mlioambiwa mfunge ni mwezi wa Ramadhani ambao umeteremkia. Mwezi ambao Waislamu wanafunga ni mwezi wa Ramadhani, ambao mwezi huo ni mwezi wa 9 katika kalenda ya Kiislamu. Kwa hivyo tumepata mwezi wa Ramadhani imefanya nini? Mwezi wa Ramadhani imefanya nini? Imetajwa. Mwalimu, nenda katika mwezi wa mwisho ambao ni Dhulhijja. Sura Al-Hajj kwa haraka. Haya yametajwa katika Qur'ani, tumepata miezi zimetajwa. Na katika miezi za Kiyahudi imetajwa. Lakini Januari, Februari, Machi, Aprili, Mei, Juni, Julai, Agosti, Septemba, Oktoba, Novemba, Desemba, haya ni maneno ambayo ni ya batili. Kwa hiyo mwalimu, tumeshajifunza tukajua miezi ambazo zimetajwa na tukajua miezi ambayo nitapangia. Kwa hivyo tunaachia hapo, nipatie mzee Profesa Onyango yeye pia alambe maiki kwa dakika zake chache kuhusu hii kalenda ambayo tumezungumzia. Yeye hana mambo gani mwalimu? Na labda pia kama imekuja na swali lingine, leo kwa kuwa ni siku ya kumaliza, hata tukichelewa kidogo si mbaya, sababu ndio siku ya mwisho. Sijui sana Kiswahili lakini nimepita kilemba cha ukoka kuwa mimi ni profesa. Let me just say this. Mwalimu has talked about through calendar al-Amwen Adok Manongo. Unaokuwa kalenda marjo Mungu, unaokuwa kalenda marjo Nairobi, unaokuwa kalenda marjo Algeria. Mtu kalenda machia labda ni marjo ni kalenda unaokuwa kwenye ibada kwa mwanateri. Kaka kwa Kristo wasiko ndio kwa mtu kalenda na hapo. Kalenda marjo Mungu. Mwalimu kama ulifanya something, I want to correct something here. This time corrected. Esther 30. Over the 30. You let me just correct something. Okay, Esther 3 verse 3. Verse 13. 3 verse 13. Okay, Esther, come here, Esther. 3 verse 13. Esther is before Job. Yeah, and I saw it before Job. Yeah, Esther 3 verse 13. It says, Esther 3 verse 13. Verse 13. It says 3:13. Barua zikapelekwa kwa mikono ya matarishi mpaka majimbo yote ya mfalme kuangamiza Wayahudi wote, na kuwaua na kuwafisha vijana kwa wazee, watoto wachanga na wanawake pia, siku moja, yaani siku ya 13 ya mwezi wa 12, ndio mwezi wa Adari. I just wanted to make a little correction. The 12th month of the Hebrew calendar is called Adar. The 12th month of the Hebrew calendar is called Adar. So, apart from that, when we learn a little bit of the culture, another way, Onako tumetema hivyo Kristo. Tani kachie, kopo yoreke baana mila manyasari mwenye wiki ya nusu. Nasaju hii. Kaka ya japunga wachenda sae na wili kwa mikono mtu. Kila na mana mlikambo, they click. Yesu mli, ugoro, kata ilie kwe. Tuwe janas, kata janusi, wale umeka mikono. Ena sae na wili mwana, tani kachie. Ena sae mali ya wili. Kwa kidi iwe isherekea kodi. Kimachana mocha kumbua kama. Kupa hariki muste kunduka, wangilina mwari Desemba.
Alama ndati mwere December. Yenu watiko ni school. Wadake tropics. Katolika paga ule mwaomo. Ule ni chio. Mwala Tropic of Capricorn wale. Jorumi mwela amuchio. Jorumi kama na amuchio. Tari proga kumwe mpira na mwe kanda. Japo mpira chien. Chiene Tropic of Capricorn wale. Pwede miecho primary time sila hidi. Polike chien mwili chien mwili kena. Chien kelo bae chien kelo kelo. Samane chien mwili mwili tari proga bichi. Astrologers. Kaya samsurete. Mairo, mwene na kuru, jinete masherehe. Sherehe mare marutimo, jinemo eto, tawara marubito. Sherehe marutimo marucha ina, yamsherehe maruto ya chiyo giboni. Watu wena kasani, tari proga bikile wale mkaisi mkaiti mare, nisi mene sherehe mpo wenge sherehe bitu. Wasiku kumwegi kumalelika, mpo wenge maano, owabu pungi mwege, mwege, nitawaziwacha wiki mwari mwari ni aloko mbeta. Hapa ni mchoro mtobuto, isn't it? Waziwacha kukubula mwari mwari, mwari mbeta. Juma mbito na mwari mwari mwari. Kaimu mpende, kaimu mpende ni mwari mwari. Nikao, mwakada mwari kama kamano, anaoni uchemalena ina, ama ya mikano, Yesu. Amen. Profesa Onyango awinjo ka ipuonjo yani esiro wach mopuonjo ka manyiso ni owacho adiera, lakini koro ibedo mja Kristo to oking'iso ni kalenda mari to ini tiyo gi mane, ing'iso Onyango ini tiyo gi mane. Nyiso mitiyo nikech ka wan gi kalenda dik, wan gi Hijra ma Waislamu tiyogo, wan kod Gregorian ma en mar Jo-Yahudi, gini mar Jo-Roma, kaeto wan kod mar Jo-Yahudi ma Musa owuok go Misri kodonjogo e piny mar Israel Sinai. Koro kuom adekgi ini tiyo gi mane? Kamano achiel anja puri. Achama msara ni kalenda mar Gregory. Achama msara ni kalenda mar Gregory. Chati mwaka ni proga wale na proga chiko. Kwa wachi mage Gregory. Achama chiko mleta deno. Mwala puri. Kopo mwenge mano, acha Seventh Day Adventist. Achi ni kalenda mar Jo-Yahudi. Enyeni na rikech. En kalenda mar odhiambo na kodhiambo. En kode mar Sabato. Kod ng'eny somo moko bende mantiere nigi kalenda mag Jo-Yahudi. En mar jowachiel kalenda mag Jo-Yahudi to tiyogo. Kata mana kiche waitimo samo gogo te imesiepa. Mano da biro ko kwayo. Koro gima duoka ato kalenda uno kaka dhano. To maduong' mar chamo sara en gogo. Unachiona mtu ambaye ndio kama wale walizao bado ni sema kalenda ndio ni kwa kalenda hata kama sasa ndio baada ya modo ndio mwalimu wangu unajua wewe hiyo Kifaransa imekupita, ijapokuwa niliuliza kwanza. Profesa Onyango amesema maneno ambayo tumefundisha leo kuhusu kalenda ni maneno ya kweli kabisa, na amekubali kuanzia mwanzo kila kitu kweli. Nikamuuliza, wewe ni Mkristo na umesema kweli hii kalenda ya nani ya Wayahudi wa Roma, yule Mungu ambaye yule Mungu Junus ambao wanasherehekea Januari, sio Januari ati mwezi mwaka imebadilika, ni sherehe ya yule Bwana. Sasa mimi nikamuuliza swali, kwa hizi kalenda tatu unatumia gani? Anasema kwanza hii Gregorian inamsaidia kwa maslahi, yaani mwisho wa mwezi maslahi. Kwa hivyo yeye anatumia tu kwa maslahi. Alafu akakuja akanichallenge kidogo. Akasema ya kwamba yeye anatumia Kiyahudi. Anatumia Kiyahudi. Na tena kwa Kiyahudi yeye kama
msabato Seventh Day Adventist anasema ile mkutano ile ya vibanda ambao hufanyika mwezi wa 8 mpaka mwezi wa 10 wanafanya kimakosa, yani anarekebisha wanafanya kimakosa. Katika hiyo hali ya kimakosa, ina maana hiyo Agosti ni ya Kirumi, Septemba ni ya Kirumi, Oktoba ni ya Kirumi. Kwa hivyo amerekebisha wenzake. Sasa ikiwa amerekebisha wenzake na yeye yumo ndani, je, wewe pia umerekebika? Hebu mpe kidogo mwalimu. Umerekebika? I started correcting myself long time ago. By the way, as I speak now, kilichokuja katika uchi na katika pale ya unapa maana sio kama soko tubuti maana yake mtu makaji maana muumino hawa tumlaji maana muumino wakikicheki mwenu maana tumakacha watu watamia mata kichwa kichwa maana sai mata kichwa gani kwa maana sai kichwa maana sai ile tunataka uchi ndio pale ya Dumara Ekech Mar tushi eba ni miti tushi eba ni Koro mangi sini majoge niti majamiria Omei miwacho ni Emariera Iru marja yuri ni pro time kaji Ado time kijo Elo ni man kaji Iyo kama luka Wakubere Imani nitiere sabato, nitiere Seventh Day Adventist. Aito nitiere Seventh Day Duolo Mogi, nitiere Seventh Day Roy Israel. Ine nane. Seventh Day Adventist. Maditimo kiche magibiria mudu mabaya. Wabro lora kikayo, Japone, Onyango Amora Hinya, Kubedo Kodwa, Chigere Ginuto, Tawakini and Dio can come Onyango, and come watch Ginuto, let them get Joma, giving you what you to Gigia. Even yes, what when you are more for whatever and more for what you do the Renard, giving you very good. Oh, Onyango the Diary of telling you more, and never better talk, or at the judge, I do a mock team kitchen. Egine ne kuche maja adversimo. Kwa hiyo shalomu inakuwa kando peke umane. Watu wakama no okoro ujumago yesai modoritu mwalimu taweka dua. Pata nike internet inataka tuwagati na maana amekuwa rafiki yangu mzuri. My friend, since you have been a good friend of mine, it's better I say hello and goodbye to you before I leave, because tomorrow I'll be leaving. Thank you. And as I leave, because we will be heading to Mita, and Mita I'll just be there 2 days because I have to be reviewing my work next week but one. So I have to go and prepare myself. So first of all, I do thank you and congratulate you for being with us here. I'm not grateful. Number two, I really honor whatever you've been saying here, because you've been very much frank and honest, and no one among us, the many people that I've had discussion with, that you try to be as honest as you have been. That's the truth that has to be told. And I'm not afraid to say this because it's something which is very open and very much seen. So thank you very much for being honest. And lastly, I do welcome you in Islam because you have all it takes to be a Muslim. Because first of all, we've gone step by step, reading these books, Quran, Bible, and going beyond those books and trying to peruse the historical books. And we get, me and you, in doing so, it's just one. Whereby, whatever is bad, you say it's bad, I say it's bad. Yeah. And Jesus Christ came to save
will adhere to his teachings. And he did not come to us, the people who are out of Israel. He just came for the Israelites. So, since the time has gone beyond our limited time, all I'm telling you now is that welcome to Islam. And as much as I'm concerned, I'll send you as many books as I can through PDF. Because now you are my friend. And since you are my friend, I cannot hide anything from you that I have to be giving you to know much about Islam, about Christianity. Because I have many books that you can imagine. So, welcome, and I know, not unless if you just had in your heart, but what I know is that you've made many steps. You just remain to make a few steps to your Muslim. Welcome, thank you, and welcome. Pass my regards to your family. Tell them that you had a good discussion with your fellow human beings. Even though we do differ when it comes to belief, but we are still human beings, and we still pray to one God, the very God that created us. Give us a word of prayer, then I'll give my own. Leo naomba kwa Kiswahili ili kila mtu asikie, maana msikia ule mwisho hapo watu wasikie kashangaa tunaomba nini. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Shukrani zote unastahili ewe mwabudiwa wa mbingu na nchi. Tunakushukuru kwa kutujalia kwanza kututumia kutana zetu salama na kumaliza salama. Kila chochote tulikokisema kizuri ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ujalie kiingie katika nyoyo za kila mtu aliyesikia. Kila kibaya tulichokisema kimetukamana na upungufu wetu, basi tusamehe. Sisi ni viumbe dhaifu, utuongoze kila mmoja aliyesikia ujumbe wako Mwenyezi Mungu, muongoze apate kupata haki na mwenye kuipata. Na kila ambaye amesikia na akapata kubaini basi muonyeshe hiyo basi kwa ni basi apate kuachana nayo. Kila yeyote aliye katika mji huu wabariki ewe Mwenyezi Mungu. Kila ambaye kwamba ana njaa mpatie lishe ewe Mwenyezi Mungu. Kila ambaye hana kazi mpatie kazi. Kila ambaye hana mtoto mpatie mtoto. Kila ambaye kwamba ana madeni mjalie pesa ya kulipa. Mwenye hana mke mjalie mke. Mwenye akona mke mmoja mpatie mke wa pili. Mwenye akona wake wawili mpatie mke wa tatu. Mwenye akona watatu mpatie mke wa nne. Mwenye akona wake wanne mpatie baraka na furaha na upendo katika nyumba yake. Rehema na amani zifikie Muhammad, walhamdulillah rabbil alamin. Mbarikiwe. Kila yeyote ambaye kwamba anatusikiza, penye tumekosea tukakasirisha kwa maneno yetu bure ambayo si maandiko, utusamehe. Maana sisi ni viumbe dhaifu. Lakini kama ni maandiko, shauri yako fanya vile unafanya katika sirka. Mbarikiwe.